Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii. Karibu sana katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu hii pendwa inayokwenda kwa jina la Ua Jekundu. Katika sehemu ya 4, msikilizaji, unakumbuka tulishia mahali ambapo kijana Ismay alikuwa amekwenda kumchunguza kijana Williams wakati alipokuwa akiongea na mwanamke. Na wakati ule alikuwa hajajua kwamba mwanamke mwenyewe ambaye waliokuwa anaongea naye ni nani. Na kama unakumbuka vizuri, tulipoishia ni mahali pia ambapo aliporudi kwenye gari alimkuta mama yake, na wakati ule yeye alikuwa na hasira sana Ismay. Ismay aliulizwa na mama yake, vipi? Kuna taarifa yoyote ambayo umeipata? Kuna kitu umegundua? Lakini hakumjibu mama yake. Alikuwa na hasira na aliwasha gari na hatimaye akaondoka bila kumjibu mama yake. Sasa siku hii ya leo, wakati huu katika sehemu hii ya 5, tunaendelea na simulizi yetu. Ni nini ambacho kilifuata? Vipi Ismay? Umegundua chochote? Aliuliza Bi Adela akiwa ni mwenye shauku kubwa sana ya kutaka kujua. Ismay akagonga usukani wa gari bila kumjibu chochote mama yake, na mama yake alikuwa akisisitiza sana. Badala yake Ismay aliwasha gari kwa hasira sana na hatimaye kuondoka. Ilikuwa sio hali ya kawaida kabisa kwa yeye kumfanyia mama yake vile. Lakini pengine hata mama yake alijua kwamba ni kutokana na hasira ambayo aliyokuwa nayo. Bila shaka mama yake Ismay, Bi Adela, alijua kabisa kwamba Ismay hayuko salama. Micho, unaweza ukaniacha mara moja hapa? Nina mazungumzo na mama. Ilikuwa ni sauti ya utaratibu kabisa ya mwanadada Isabella. Alikuwa ameketi kwenye kochi kando ya mama yake. Micho huyu yeye ni yule mlinzi binafsi na dereva wake ambaye alikuwa amesimama karibu na yeye kabisa. Bwana Ismay ameniambia kuwa sipaswi kukaa na wewe kwa umbali wa hatua zinazofika 7. Amenikataza kabisa nisikae na wewe umbali wa hatua zaidi ya 7. Natekeleza wajibu wangu. Kwa hivyo, Bi Isabella, naomba unielewe. Nipo katika majukumu yangu ya bosi wangu, alisema Micho kwa utii kabisa. Isabella akasimama na kumfuata Micho alipokuwa amesimama tena kwa utulivu kabisa, akamwambia, Micho, haya ni mazungumzo ya mama na mtoto. Unajua mama yangu ni mgonjwa. Hivyo sio busara kumtia hofu kwa kuongozana, yani kila mahali kuongozana wewe kiasi hiki. Sio vizuri kwa kweli. Naomba uniamini kwamba siwezi kufanya chochote na kuahidi. Niamini. Unaweza kunisubiria kwenye gari. Hata hivyo ni mazungumzo mafupi sana. Na kuomba unielewe Micho, alisema Isabella kwa sauti ya kumuomba Micho. Sauti iliyokuwa imebeba aibu ya kuikataa. Kwa kuwa umesisitiza sana Bi Isabella, na kuomba usifanye chochote kitakachovunja uaminifu wangu kwa Bwana Ismay, alisema Micho akionyesha utii kwa Isabella. Usiwe na hofu. Naomba uniamini Micho. Unaweza ukaniazima imani yako please? Sawa. Mimi nitakuwa nje, alisema Micho, kisha akaondoka hapo na kuelekea nje mara moja. Huku Isabella akimtazama hadi anaingia kwenye gari, kisha akafunga mlango haraka, akarejea kuketi huku akiutazama uso wa mama yake jinsi ambavyo ulivyokuwa umenywea. Kwa mshangao Isabella akamuuliza mama yake, Mama, uko sawa? Samahani mama. Unayajua maisha yangu ndani ya ile familia. Nimepoteza kila kitu hadi uhuru wangu, na kibaya zaidi. Sasa kabla hajamaliza mama yake akamalizia, Williams alikuja hapa na sikuweza kubeba mzigo peke yangu. Nilishindwa kubeba huu mzigo peke yangu ndani ya moyo wangu. Macho ya yule kijana yamebeba mengi kuliko anavyoonekana.
Isabela, moshi unafuka na muda sio mrefu moto utawaka. Hakuna atakayeweza kuuzima, alisema mama yake Isabela, huku macho yake yakibeba hisia ya maumivu na huruma iliyojaa moyoni mwake. Mshtuko mkubwa ulimshika Isabela, akamuuliza mama yake akiwa na sauti ya kuchanganyikiwa, amepajuaje hapa mama? Williams amepajuaje hapa? Nimekuzaa Isabela. Huwezi kuificha hisia ya hofu ambayo iliyokuzunguka. Unajua kila kitu wewe hapo unakijua. Kabisa. Na sasa hakuna siri wala hakuna cha kurekebisha. Umeona nini machoni pa Williams? Na kuuliza Isabela, umeona nini machoni pa Williams? Akauliza mama yake Isabela, na kumfanya binti yake anywee na kujawa na huzuni ambayo iliyopitiliza. Alikaa kimya akitetemeka midomo yake, kisha mama yake akamsogelea na kumwambia, Isabela, ikiwa kisasi cha Williams kitatugusa, hatuna budi kulipia kwa maumivu na uongo tuliompa yule kijana. Japo naona hisia ya upendo na chuki kwa wakati mmoja, lakini naamini chuki yake itauzidi upendo kwetu. Anajua kila kitu. Pengine hatuna cha kufanya tena zaidi ya kusubiria hatua zake. Kama bado hatujachelewa, unaweza kumtafuta na kumwomba msamaha Isabela. Mwanangu, hilo ndilo langu ambalo ninakwambia, alisema mama yake Isabela, huku sasa lile chozi likiwa linamdondoka. Isabela alihisi mwili wake ukitetemeka, huku akipambana na hisia nzito za huzuni na hofu ambazo zilizokuwa zinapiga moyoni mwake. Zilikuwa zinampiga kama mawimbi makali moyoni mwake. Alijaribu kuyazuia machozi, lakini nguvu ya maneno ya mama yake ilimwelemea. Mawazo yake yalijaa picha za maisha yake ndani ya familia ya Pacino, mahali alipopoteza uhuru wake na kujikuta amenaswa kwenye mtandao wa uongo na hila. Maneno ya mama yake yalimshushia uzito wa ukweli. Ni ukweli kuwa Williams, aliyewahi kumwamini na pengine kumpenda kwa siri, alikuwa sasa adui wa familia yao, akiongozwa na hisia za kisasi. Aliweza kusoma huzuni kubwa sana katika macho ya mama yake, huzuni ambayo ilikuwa ishara ya hatia na majuto. Mama, sijui kama ninaweza kumwomba msamaha. Nilimvunja moyo na kumdanganya, lakini si kwa sababu yangu. Niliingizwa katika hali hii na mzigo wa deni. Nilihisi kama sikuwa na chaguo lingine mama. Sijui kweli kama naweza kumwomba msamaha Williams, alisema Isabela kwa sauti ya kunong'ona, akiangalia chini huku akikumbuka kila kitu ambacho alichokipoteza kwa ajili ya hila za familia ya Pacino. Mama yake alimshika mkono kwa upole, macho yake akiwa na mtazamo wa kuelewa na huruma. Nakuelewa mwanangu. Lakini ukweli ni kuwa tuko hapa kwa sababu ya maamuzi ya zamani. Tulimdanganya Williams, tulimfanya amini mambo ambayo hayakuwa kweli. Sasa ikiwa kisasi chake kitatufikia, tunapaswa kukubali matokeo mwanangu. Labda ni wakati wa kutafuta namna ya kujikomboa kutoka kwenye minyororo hii ya uongo. Isabela naye aliinua uso wake na kumwangalia mama yake, akiwa na macho yaliyokuwa yamejaa maswali mengi. Mama, unadhani bado kuna nafasi
ya kugeuza mambo haya? Mama yake Isabela alitabasamu kwa uchungu na kusema, inawezekana. Lakini inahitaji moyo wa uvumilivu na ukweli wa dhati. Huo tu ndio unaweza kutuokoa na kuzima moto huu ambao unaonukia kwa mbali. Williams anahitaji kusikia ukweli kutoka kwako. Na pengine hata kuona majuto yako. Huenda ni vigumu, lakini ni njia pekee ya kuokoa kila kitu. Isabela alikaa kimya, akijaribu angalau kujijenga moyo wa kukabiliana na ukweli huu. Alihisi upendo wake kwa Williams ukiibuka tena, lakini pia aliogopa namna chuki yake kwa familia ya Pacino ingeathiri hisia hizo. Alijua kwamba akimwambia ukweli huenda akamkosa Williams milele, lakini angalau angemwepusha na hatari ambayo iliyoko mbeleni. Akijaribu kutafuta faraja, Isabela alimsogelea mama yake na kumkumbatia kwa nguvu. Kisha kwa sauti ya upole kabisa alisema, nitajaribu mama. Nitafanya kila liwezekanalo kumfikia na kumwomba msamaha hata kama hatanielewa. Pengine huo ndio mwanga pekee ambao tunao kwa sasa. Mama yake alitabasamu kidogo na kusema, mwanangu, hata hatua ndogo ya kutafuta msamaha inaweza kubadilisha kila kitu. Mwisho wa siku, ukweli pekee ndio unaoweza kutuokoa sisi. Yalikuwa ni maneno magumu sana na mazito sana ambayo aliyoyaongea mama yake Isabela. Maneno yaliyomnyanyua Isabela bila kusema chochote, kisha akaondoka akiwa analia. Kule upande wa pili, Kathy alikuwa akifikishwa kwenye jumba la kifahari la Pacino. Alionekana kuwa mwenye uchovu sana baada ya kushuka kwenye gari huku akishikilia kichwa chake. Ilikuwa ni majira ya mchana, jua lilikuwa linawaka, jua kali kabisa. Ismay alikuwa akimsaidia kutembea walipoingia ndani. Waliketi kwa pamoja, kisha Ismay akamuuliza Kathy, haya, yuko wapi huyo mwanamume wa maisha yako Williams? Kathy alipoulizwa hivi, aliinamia chini akiwa na mawazo mseto. Alifikiria kwa swali ambalo alilouliza. Yule kaka yake alikuwa ameshaujua ukweli wa Williams, lakini upande mwingine ukimwambia kuwa huenda hakuna wanachokijua isipokuwa walikuwa wamechukizwa tu na kutokuwepo kwa Williams hospitalini. Kaka, samahani kwa sababu sikuweza kuwaeleza. Unajua Williams ana biashara nyingi. Hivyo kwa sasa anashughulika na mradi mpya. Atakuwa hapa hivi karibuni kaka. Unajua bwana Kathy alijieleza akiwa katika hali ya utulivu sana. Alijieleza huku moyoni mwake alikuwa akimpenda sana Williams. Japo alishaujua ukweli, lakini hisia zake zilikuwa za kweli. Kitu pekee alichokuwa amepanga kukifanya ni kumondoa Isabela kwenye maisha ya Williams. Bi Adela akamwambia Kathy, unaweza ukampigia na kumwambia kuwa uko hapa. Macho ya Kathy akapata kigugumizi cha kumtazama yeyote ambaye alikuwepo pale. Sasa akajikuta akimeza mate mazito. Hakuwa na uhakika kuwa Williams angepokea simu hiyo au la. Ndiyo mama, mimi ninaweza, akajibu. Kisha mama yake akampa ishara ya kupiga simu kwamba apige simu Kathy. Basi Kathy akaitoa simu huku akiwa na wasiwasi. Kisha akampigia Williams, lakini simu hiyo ilikuwa haipokelewi kabisa. Akapiga zaidi ya mara 3,
huku akizidi kupata mashaka makubwa. Baadaye Ismay akampokonya simu na kuitupa kochini, akiwa tayari amesimama na kumwambia mdogo wake akiwa ameiweka sura ya uwazi, unajua fika kwamba huyo mkulima hawezi kuja hapa, na wala hajui, na hata wewe hapo hujui yuko wapi kwa sasa hivi, na hujui kwamba ana mpango gani. Unaweza ukajidanganya, lakini huwezi kutudanganya sisi Kathy, alisema Ismay. Kidogo Kathy akapata ujasiri wa kuweka sura ya mshangao, huku akianza kuhisia kwamba tayari kila kitu kipo wazi kwa kila mtu. Unasema nini? Bi Adela akaingilia kati na kumwambia Kathy, amekuchezea kwa muda mrefu. Alikutumia kuingia kwenye familia yetu. Macho yako yanaonesha wazi kuwa umelitambua hili kwa muda mrefu, lakini huwezi kufanya chochote kwa sababu una mtoto wake tumboni. Na kwa sababu una mtoto wake tumboni mwako wewe, huwezi kufanya chochote. Na isitoshe macho yako yamepofuka na mapenzi, lakini kaa ukijua kuwa pachino inaanguka, alisema kwa hasira sana, huku akimtazama kwa jicho kavu Kathy. Ismay akamwambia Kathy, yule mkulima yupo hapa kwa ajili ya Isabella. Atamchukua Isabella na kuiangusha familia yetu. Amejawa na kisasi kikubwa dhidi yetu, na atatuangusha sote kama tusipoungana na kuwa kitu kimoja. Yalikuwa ni maneno machungu sana, lakini yenye utamu ndani yake. Kathy alihisi kama dunia ilikuwa ikizunguka kwa kasi sana. Maneno ya Ismay na Bi Adela yalikuwa kama upanga kwenye makali, ule upanga ambao una makali ambao uliokuwa ukimchoma moja kwa moja moyoni mwake. Hata hivyo bwana alijaribu kutunza uso wake usionyeshe udhaifu wowote, akivuta pumzi nzito kabla ya kujibu kwa sauti ya utulivu, mama na kaka yangu. Kathy alianza kwa sauti ya chini lakini yenye msimamo, nafahamu kuwa labda nimeonekana dhaifu mbele yenu. Labda ninyi mnaona kama nimepofushwa na mapenzi na kuwa sina maamuzi sahihi. Lakini Williams hajawahi kuwa mtu wa kunitumia. Ni kweli amepitia maumivu mengi kutoka kwetu, lakini mapenzi yetu yalijengwa kwenye msingi wa ukweli na dhamira njema. Ismay alicheka kidogo kwa dhihaka na kumtazama Kathy kwa macho ya dharau. Kathy, unaota ndoto. Huyu mwanamume ana kila sababu ya kuiangamiza familia yetu. Je, unafikiria kweli kuwa anaweza kusahau kilichotendeka? Na kwa nini yupo hapa sasa? Kwa ajili yako? Hapana, ni kwa ajili ya Isabella. Bi Adela alimpiga Kathy jicho la kuonya. Akaanza kusema, hii ni familia yetu. Hii ni familia yetu Kathy. Unapaswa kulinda heshima na jina la familia ya Pachino kwa gharama yoyote ile. Ikiwa unamjali kweli mtoto wako, basi usiruhusu mpango huu wa Williams kuendelea. Acha kuwa mwepesi na ufanye kile kinachotakiwa kufanyika. Acha kabisa. Kathy alijihisi kama amebanwa kwenye kona, hisia zikimzidi. Alitazama chini kisha akavua uoga na kujikusanya kwa ujasiri. Mimi si kipofu. Mimi si kipofu kama mnavyodhani. Mimi sio kipofu kabisa, mama na kaka yangu, niwaambie. Ninafahamu kinachoendelea na ninafahamu Williams yuko hapa kwa sababu anataka kutafuta haki yake. Lakini mimi na Williams tunapendana kwa kweli.
hili ni jambo ambalo kwa kweli huwezi kulielewa, mama, wala wewe Ismay. Hamwezi kuelewa vizuri. Mtoto huyu niliye naye ni ushahidi wa kabisa kwamba mimi na Williams tunapendana. Huyu mtoto ambaye ni naye ni ushahidi wa upendo wetu. Si kiapo cha kisasi. Kathy bana alionekana kupigania sana mapambano makubwa sana ambayo alikuwa anapambana ndani yake, huku hisia zake zikimchanganya. Alijua kuwa kuachana na Williams au kumzuia kuwa karibu na Isabella ilikuwa ni chaguo gumu sana. Lakini sasa alikabiliwa na uamuzi ambao ungeweza kuathiri maisha ya familia nzima. Alitazama kwa upole mama yake na Ismay, akisema kwa sauti ya kujikaza kabisa, sijawahi kuwa mtu wa kuchagua chuki na kisasi juu ya familia au mapenzi yangu. Lakini nitajaribu kuwa mwangalifu sana na kutafuta njia ya kulinda kila kitu na kulinda kila mtu bila kumuumiza yeyote. Msinilazimishe kuchagua, na waomba sana. Alipoongea hivyo, basi Bi Adela akatikisa kichwa chake kwa dharau, akimwangalia Kathy kwa jicho la mkato. Hakuna kitu kama upendo wa kweli. Hakuna kitu kama upendo wa kweli, Kathy, hasa kwa mwanaume mwenye kiu ya kisasi. Mwisho wa siku, mapenzi yatakuwa kisingizio na atakuangamiza wewe na mtoto wako kwa ajenda zake. Elewa hivyo. Huku napo Kathy akilia kimoyomoyo, akiamua kwamba njia pekee ambayo aliyoweza kuchukua ilikuwa ni kumshawishi Williams kuachana na mpango wake wa kisasi kwa ajili ya familia yao na kwa ajili ya mapenzi yao. Alijua kuwa pengo la uaminifu na mashaka ndani ya familia hii liliendelea kuongezeka kwa kasi. Kathy alikaa kimya kwa muda, akijaribu kuvuta pumzi. Alikuwa akijaribu kuvuta pumzi na kujikusanya. Alijihisi kama yuko katikati ya vita vya kiroho kati ya mapenzi yake na dhima ya familia. Alifahamu kuwa Williams alikuwa na kisasi dhidi ya familia ya Pacino, lakini bado alitamani kumsaidia na kumsihi kuachana na mpango huo wa kisasi. Huku akiwaza, aligundua kwamba labda njia pekee ya kumnusuru Williams na familia yake ilikuwa kumshawishi afikirie upya dhamira yake. Kwa upole na tahadhari alichukua simu na kuandika ujumbe kwa Williams, akijaribu kuficha hofu ambayo iliyomjaa. Aliandika maneno machache, alimuomba wakutane faragha ili waweze kuzungumza. Ismay alimwangalia Kathy kwa mashaka alipokuwa akimaliza kuandika ujumbe huo, na kwa sauti ya dhihaka akasema, hivi unafikiri kwa kumtumia ujumbe unaweza kumbadilisha mtu ambaye amekuja kwa ajili ya kulipiza kisasi? Huo ni upumbavu tu. Kathy, unachokifanya ni upumbavu kabisa. Bi Adela aliingilia kati na kusema, tunahitaji kuwa na uhakika. Tunahitaji kuwa na uhakika kwamba tutaweka mipaka kwa yeyote anayejaribu kuharibu jina letu. Ikiwa Williams ni tatizo, basi tutalitatua kwa njia yoyote inayowezekana. Hata kama itabidi kutumia mikakati ya giza, lakini lazima tumalize. Huyo ndio ukweli. Mimi siko tayari kuharibu, siko tayari kupoteza hili jina. Hili jina la hii familia haliwezi kupotea kijinga namna hii. Kathy bana alitazama familia yake kwa huzuni na kusema, ningependa kutatua hii kwa njia ya amani. Mimi nachagua kutatua hili jambo kwa amani kabisa. Ikiwa kweli Williams ana mpango wa kisasi, basi lazima tuzungumze naye ili tujue hisia zake za kweli. Labda bado tunaweza kubadilisha mwendo wa haya mambo. Mimi nimechagua kulitatua kwa njia ya amani, mama.
Ismay aliitikisa kichwa kwa kukataa, na kwa sauti ya shauku akisema, hatuwezi kuendelea kusubiri. Ikiwa ni lazima, tutafanya kila kitu kuhakikisha kwamba mpango wake wa kisasi hautafanikiwa. Hatuwezi kumpa nafasi nyingine ya kutuharibia jina letu na mali zetu. Hatuwezi kumpa nafasi nyingine hata kabisa. Kathy alinyanyuka akimkabili Ismay na kusema, Kaka, sioni kama ni sahihi kumfanya Williams kuwa adui. Yeye sio mtu wa kutumia nguvu za kikatili kama ambavyo mnavyodhani. Kuna njia nyingine ambayo tunaweza kutumia kumshawishi achane na mpango wake bila kuharibu uhusiano wetu. Ismay alimwangalia Kathy. Alimtazama kwa macho makavu kabisa akisema kwa hasira sana, kama wewe ni kipofu katika swala hili, sisi hatupo. Tutahakikisha kuwa tunalinda familia hii. Na kama Williams hawezi kuheshimu mipaka, basi atajua kwa familia ya Pacino haina huruma na yeyote anayejitangaza kuwa adui. Atapaswa aelewe hivyo. Atafahamu hivyo. Nafikiri wewe umekuwa kipofu, lakini sisi sio vipofu. Kathy kwa kweli alihisi huzuni kuu, lakini bado hakuwa tayari kumwacha Williams. Aliapa kwamba atafanya kila awezalo kumwokoa mpenzi wake kutoka kwenye janga hili na kumshawishi achane na kisasi. Alijua hatima yake na mtoto wake ilikuwa mikononi mwa uamuzi wake na jinsi atakavyosimama na kulinda mapenzi yake na Williams dhidi ya upinzani wa familia yake. Akiwa na maamuzi hayo moyoni, alitoka ndani ya nyumba hiyo na kuelekea mahali alipopanga kukutana na Williams. Akijua kwamba huu ulikuwa ni mwanzo wa vita kati ya upendo wake kwa Williams na dhima ya jina la familia ya Pacino. Kathy alipofika mahali ambapo walipokuwa wamekubaliana kukutana, alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi sana. Hakujua ni kwa kiasi gani ambapo angeweza kumshawishi Williams kuachana na mpango wake wa kisasi. Lakini aliamini kwamba upendo wao ulikuwa na nguvu ya kubadilisha mambo yote. Alisubiri kwa muda akitazama huku na huko hadi alipoona gari ya Williams ikija pale kwa kasi ndogo. Palikuwa nje ya mji mahali penye nyasi ambazo zilikuwa ni nyasi za wastani na viti viwili vya bembea. Kathy alikuwa ameketi hapo, lakini alipomwona Williams alisimama huku uso wake ukiwa na wasiwasi. Williams alikuwa amevalia sweta jeupe na jinsi nyeusi. Williams alisimama kwa sekunde kadhaa akitazamana na Kathy. Kisha taratibu akatembea kuelekea eneo ambalo Kathy alikuwa amesimama. Sura ya Williams ilijaa umakini huku nywele zake zilizojisokota kama msumari zilikuwa ziking'aa, zikisindikizwa na ndevu zake nyeusi ambazo zilizokuwa zimempendeza sana. Alikuwa ni mwanamume mwenye muonekano mzuri ambao ungemvutia kila mwanamke aliyemwona. Kathy alionekana kutabasamu, na yeye alionyesha tabasamu nzuri licha ya kujua kwa Williams alibeba kisasi kizito moyoni pake. Pia alikuwa na mapenzi yasiyoisha kwa Isabella, lakini ukiachana na yote, Kathy alikuwa na ujauzito wa Williams. Hivyo, upande mwingine alimtazama kama adui, lakini kama baba wa mtoto wake. Akamkimbilia na kumkumbatia kwa hisia nzito ya mapenzi. Moyo wa Kathy ulikuwa dhaifu sana kwa Williams. Chozi lilimbubujika huku akilitazama jua lililokuwa limekuwa jekundu, wakati huo likiwa linazama taratibu na kufanya eneo hilo kuwa limepoa sana. Williams, akaita kwa sauti ya utaratibu. Mikono ya Williams ilikuwa ikining'inia bila kumkumbatia Kathy. Kisha Kathy akajitoa mwilini mwa Williams huku akilionyesha chozi lake mbele ya Williams. Mimi ni adui yako. Najua unanichukia. Najua unampenda sana Isabella. Najua pia una kisasi
kwenye familia yangu. Lakini usisahau kuwa mimi ni mama wa mtoto wako Williams. Hata kama hautakuwa na mimi, lakini nakuomba usimwangushe mama yangu. Usimwangushe kaka yangu vile vile. Sitaki kuwa mwongo kwa mwanangu, nakuomba sana. Alisema huku chozi lake likimtoka lilikuwa likibubujika kwa kasi sana. Siwezi kumsamehe mtu ambaye aliyenidhulumu upendo wangu. Alinifanya kipofu nisiye na tumaini. Alinipa pigo la maumivu. Akamchukua Isabela kutoka kwangu na kuniacha na moyo mtupu kwa sababu ya pesa zake. Ni lazima alipie. Nashangaa kuona una moyo mzuri kutoka kwenye ile familia katili ambayo imedhulumu maisha ya wengi na kuacha na maumivu ili tu kupata pesa. Kwa sasa nisahau Kathe. Kaa mbali na vita hivi kama unampenda mtoto wako. Sababu upendo wa kisasi unaweza kukutupa mbali sana. Naomba ukae mbali na mimi. Kaa mbali na kazi yangu ambayo ninayotaka kuifanya. Alisema kwa hasira sana na hisia za maumivu. Williams aliongea huku chozi likimbubujika. Kathy akapiga magoti kumwomba Williams asiingilie vitani na familia yake. Please, Williams, nakuomba sana Williams. Kumbuka kwamba wema wangu. Kumbuka wema wangu utumie kuziba pango la maumivu. Isamehe familia yangu, nakuomba sana. Nakuomba sana Williams. Alisema Kathy. Je, familia yako inaweza kutibu majeraha ya moyo wangu? Majeraha ya Isabela aliyelazimishwa kuolewa kisa umaskini wake, huku akiwa hana mapenzi na kaka yako? Maumivu yake yanaweza kutibika kutokana na familia yako? Familia yako inaweza kurejesha maisha ya waliokufa kwa tamaa zenu? Hakuna chochote ambacho mnaweza kufanya. Pengine mlistahili anguko muda mrefu sana kuliko sasa. Kathy. 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 Kaa mbali na mimi kwa sababu na kwenda kuipiga familia yako pigo takatifu. Nitaisambaratisha yote. Nitaisambaratisha yote kabisa. Kisha nitamchukua Isabela. Alisema Williams kisha akaondoka hapo bila hata kugeuka nyuma. Akamwacha Kathy akiwa analia peke yake huku akiwa ametazama gari ya Williams ikiondoka kwa kasi ya ajabu sana. Baada ya kutoka pale, Williams aliendelea na safari yake. Alielekea moja kwa moja kanisani akiwa analia kwa uchungu sana. Jasho lililoambatana na maumivu makali ndani ya moyo wake lilikuwa likimvuja. Alifungua mlango wa kanisa lisilowasha taa. Giza lilikuwa limeanza kuingia. Alionekana kuwa mwenyeji ndani ya kanisa hilo. Kisha kwa mwangaza hafifu kabisa alisogea na kuketi kwenye bench peke yake ndani ya kanisa hilo kubwa lenye madhabahu ambayo yalikuwa yamepambwa vilivyo. Akaketi hapo akiwa ametulia tuli kama maji ya mtungi, lakini akili yake ikiwa imejaa mawazo mengi. Upendo wa Kathy ulimpa mvuto mkubwa ndani yake, lakini kumwacha Isabela lilikuwa ni jambo gumu ambalo katu asingeliweza kulikubali. Akatoa kitambaa na kufuta chozi lililokuwa likimbubujika kwa kasi. Taratibu alipomaliza, akaweka kitambaa kwenye mfuko wa koti. Kisha akakivua kidani chenye ua jekundu. Akamkumbuka baba yake. Hapo chozi lilizidi kumbubujika. Akakiangalia huku akiwa na hisia mchanganyiko ya furaha na huzuni.
Maneno ya baba yake yalimjia huku akijiona ni William si wa tofauti sana na aliyetoka kijijini. Kwa sasa ni tajiri, lakini bado upendo wa Isabela ni deni kubwa ndani ya moyo wake. Baba. Aliita William, kisha alitulia kwa sekunde kadhaa, akivuta hisia kubwa. Akiwa anaendelea kukitazama kidani hicho, akasema, nimefika mwisho baba. Ninapoteza ujasiri nikiwa nimebakiza hatua chache kumaliza palipobakia. Mguu mmoja umeshikiliwa na Isabela, mwingine umeshikiliwa na Kathy, alisema, kisha akakibusu kidani hicho ambacho kilikuwa ni kidani cha ua jekundu. Halafu akaendelea, nimebadilika sana. Sio yule Williams wako baba. Alilia kwa uchungu na huku chozi likiendelea kumbubujika. Akanyanyua uso wake na kuiangalia madhabahu, kisha akasema kwa sauti ya utaratibu sana, naenda kufanya makosa ili kupata haki. Najua Mungu hautaniangalia tena kwa jicho la huruma. Haijalishi utanipa nafasi kiasi gani niendelee kuishi, lakini naomba nimalize hili lililo mbele yangu. Naomba unisaidie Mungu wangu, alisema Williams, kisha akanyanyuka taratibu na kuondoka kanisani hapo, akisindikizwa na sauti ya kiatu chake ambayo kilichokuwa kikikanyaga sakafu ya kanisa. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku mpya iliyojaa mambo ya zamani. Gari mbili nyeusi zilifunga breki mbele ya jengo la ofisi ya Williams iitwayo Vowes. Aliyeongoza msafara huo alikuwa ni Ismay. Aliongoza wanaume zaidi ya 7 waliovalia suti nyeusi. Wakafanya uvamizi ndani ya ofisi hiyo iliyotupu. Kila kona palikuwa na kimya na hapakuwa na chochote zaidi ya makaratasi. Hasira zilimpanda sana Ismay, akaivuruga meza ya ndani ya ofisi ya Ismay ambayo iliyokuwa imejaa makaratasi matupu. Chozi la hasira lilikuwa likimtoka. Mshenzi sana huyu. Mshenzi huyu, alisema Ismay kwa hasira. Sio tu alivuruga ofisi nzima, bali hata koti lake la suti alikuwa amelitupa ndani ya ofisi hiyo. Bosi, inaonekana amehama hapa ndani ya siku moja. Atakuwa amehama hapa ndani ya usiku mmoja. Hii kampuni ilikuwa ikifanya kazi. Ana mapango fulani, alisema mmoja wa wanaume ambao aliokuwa ameongozana nao. Huyo mkulima anahisi anaweza kanizidi akili. Anahisi kwamba anaweza kanizidi maarifa mimi. Kwanza nataka kujua mdogo wangu Kathy yuko wapi, maana alikuwa naye jana. Na pili ni kuhusu hisa na pesa zote anazomiliki, alisema Ismay. Mara papo hapo simu yake ikaita. Haraka akaipokea kwa kufikiria palikuwa na taarifa fulani ya kumsaidia kupata utatuzi wa maswali aliyokuwa anajiuliza. Unaweza ukaongea, alisema Ismay huku akishindwa kujizuia kwa hasira aliyokuwa nayo. Ghafla uso wake ukabadilika huku akianza kwa kuuliza, ni wapi hapo? Asante, nakuja hapo haraka iwezekanavyo. Kisha simu ilikatwa na kumwacha na bumbu wazi huku akilitaja jina la Kathy. Bosi, kuna nini? Aliuliza mmoja wa wanaume ambao aliongozana nao. Nguvu zilikuwa zikimuishia Ismay. Alijikuta akilegea huku jasho likimtoka. Kathy, huyo mkulima hapaswi kuishi. Twende nje mji, alisema Ismay huku akijikaza na kuelekea kwenye gari.
Mara moja magari hayo mawili yaliondoka kwenye ofisi hizo na kuelekea nje ya mji, mahali ambapo simu iliyopigwa ilikuwa imeelekeza jambo. Iliwachukua saa nzima kufika nje ya mji. Ismay alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Walipofika eneo hilo, yaani eneo husika ambalo alilokuwa ameelekezwa, Ismay aliona magari mawili ya polisi pamoja na gari ya wagonjwa. Lilikuwa ni eneo lile lile ambalo Kathy na Williams walionana jioni moja iliyopita. Hebu simamisha hapa, alisema kwa ghadhabu sana Ismay. Haraka alishusha na kukimbilia eneo la tukio huku akihema kwa hofu. Tayari palikuwa na machale ambayo iliyokuwa imebeba mwili uliofunikwa shuka. Damu ilikuwa imetapakaa shuka nzima. Kinywa cha Ismay kilibaki wazi, akiwa ameyatoa macho yake kwa mshangao, huku chozi likimbubujika. Akasimama akiwaza walioibeba ile machela. Mita chache kutoka eneo la tukio palikuwa na Range Rover nyeusi iliyokuwa imesimama kando ya barabara. Ndani ya gari hilo alikuwamo Williams aliyevalia suti nyeusi na Vivian aliyevalia kofia nyekundu. Alikuwa amevalia kofia nyekundu, t-shirt nyeupe na suruali nyeusi ya jeans. Macho yao yalikuwa yameelekea eneo la tukio, wakimtazama Ismay alivyokuwa amechanganyikiwa. "Simama. Simama hapa," alisema kwa hasira Ismay. Waliobeba machela walisimama. Kila mtu alikuwa akimtazama Ismay. Alikuwa mtu mashuhuri sana aliyeogopwa sana hata na idara za polisi. Taratibu alitembea kuelekea kule ambapo ilipokuwa machela. Ndani ya akili yake hakutamani kushuhudia alichokuwa akikifikiria. Alipofika alipeleka mkono wake kwenye lile shuka ambalo lililokuwa limefunika. Alifunua au tazame ule mwili akiwa anatetemeka, anatokwa na jasho. Alipoanza kutaka kufunua lile shuka, alishikwa mkono na polisi mmoja aliyevalia sare za kipolisi. Ismay akageuza macho yake na kumtazama aliyekuwa anamzuia kufunua ile shuka. "Ismay, huwezi kuitambua maiti kwa sasa, kwa sababu kitu pekee kilichofanikiwa ninakupigia simu ni vitambulisho ambavyo vilivyokutwa kwenye mkoba. Mwili umeharibika sana kiasi kwamba huwezi kuona taswira yake. Tuongozane hospitali kwa ajili ya DNA." Alisema maneno magumu ambayo yaliyokuwa yamepenya kwenye moyo wa Ismay na kumjeruhi mara moja. Alichoka kila kiungo cha mwili wake. "Kwa nini umemuua Kathy? Kwa nini amemuua Kathy?" aliuliza Ismay akiwa anatokwa na machozi. Yule polisi akamshika bega kisha akawapa ishara walinzi wa Ismay kumrudisha Ismay ndani ya gari ili waongozane na polisi muda huo. Mara moja magari yaliondoka eneo la tukio, huku Williams na Vivian wakitabasamu ndani ya gari. "Mtabweka kama mbwa tu waliotelekezwa. Hii ni karata ya kwanza. Kisasi hiki kwa bahati mbaya kimeanza na Kathy, mwanamke aliyenipa tumaini na kuendelea kuishi, lakini nimeumia, lakini hakuna namna. Kathy ni mwanamke ambaye aliyenipa tumaini la kuendelea kuishi, lakini yeye ni sehemu ya familia yenu. Nitahakikisha nyote mnalia kwa sauti moja," alisema Williams, kisha akamtazama Vivian ambaye alishusha pumzi akiwa anaangalia mbele. "Wacha Bi Adela uone upande wa pili." Acha kabisa. Wacha Bi Adela auone upande wa pili wa karata. Kisha tutamuonyesha karata nyingine," akasema Vivian wakati huo akiwa anatabasamu. Kisha Williams akaliondoa gari hapo na kuelekea mjini.
Taarifa ya kutisha ya kifo cha Kathy ilimfikia Bi Adela. Ilianza kuzua sintofahamu ya hali ya juu sana, huku Williams akitajwa kuwa mshukiwa namba 1 wa mauaji hayo. Haraka alifika hospitali ya taifa, mahali ambapo DNA ya Kathy ilipimwa ili kupata uhakika kuwa mwili ule ulikuwa wa Kathy au la. Familia iliketi pamoja ikisubiri majibu, huku kila mmoja akiomba mwili huo uwe sio wa Kathy kabisa. Polisi walikuwa hapo kuhakikisha wanatoa ulinzi na kusimamia zoezi hilo. Chozi lilikuwa ndiyo sauti pekee ambayo iliyokuwa inazungumzwa eneo hilo, yaani eneo la tukio. Majibu ya DNA yalipowasili, kila mmoja alikosa pumzi kwa sekunde chache kabla ya daktari kuthibitisha kwamba mwili huo ulikuwa wa Kathy. Habari hizo ziliongeza huzuni na vilio. Na vilio sasa wakati ule vilishamiri katika chumba hicho. Bi Adela alilizimia kwa mshtuko. Ilikuwa vigumu kwao kukubali ukweli kwamba Kathy hakuwa tena miongoni mwao. Daktari aliwaambia kuwa mwili huo ulikuwa umeathiriwa sana na tindikali ambayo iliyokuwa imeharibu kiasi kwamba ulishindwa kutambulika, ndio maana ulipimwa kwa DNA. Palikuwa na shahidi kadhaa zilizoonyesha kwamba mwili huo ulikuwa ni wa Kathy. Moja ilikuwa ni kukutwa kwa mkoba wake na vitambulisho pamoja na simu ya Kathy, ambayo iliyokuwa ni ishara kubwa sana. Wakati huo polisi walijipanga kwa haraka sana kuanza msako wa kumtafuta Williams, ambaye sasa alikuwa mtuhumiwa mkuu wa mauaji hayo. Taarifa zilienezwa kote kwenye vituo vya polisi na njia mbalimbali za mawasiliano. Walihakikisha picha na maelezo ya Williams yanawafikia maafisa wote ili kuhakikisha kwamba hakupata nafasi yoyote ya kutoroka. Familia, ingawa ilijua kuwa polisi walimtafuta Williams kwa tuhuma hizo, walikuwa na njia yao ya kumtafuta kwa ajili ya kupata majibu. Walitaka kujua ukweli kamili. Je, ni kweli Williams alikuwa na mkono kwenye kifo cha Kathy, au kulikuwa na jambo lingine nyuma ya pazia? Waliamua kumtafuta kwa njia zao wenyewe, wakitumia watu waliokuwa na mahusiano naye, yaani wale ambao walikuwa na mahusiano naye kwa karibu, ili kupata taarifa za siri kuhusu alipo. Bi Adela akiwa amejaa majonzi lakini pia akiwa na shauku ya kujua ukweli, alikutana na Vivian. Huyo ni yule mpelelezi binafsi ambaye aliyekuwa akimsaidia kwa siri, lakini hawakujua kuwa Vivian alikuwa nyuma ya mpango wa kifo cha Kathy. Waliweka mpango ambao ulikuwa ni mpango wa kumfuatilia Williams kimya kimya, wakiamini kuwa njia zao zingewasaidia kufichua ukweli halisi ambao labda ungeweza kuepusha familia yao na fedheha zaidi. Usijali Bi Adela, nitafanya niwezalo kuhakikisha kwamba ninajua mahali alipo Williams. Kuna viashiria vyote kuwa ndiye mhusika mkuu kwenye hadithi hii ya kutisha, alisema Vivian huku akimtazama Bi Adela aliyekuwa amechanganyikiwa sana. Nataka majibu ndani ya siku chache. Nikishampumzisha Kathy, niwe na uhakika kuwa aliyetenda dhambi hii anawajibika. Nitamkata vipande kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Aliyasema hayo Bi Adela huku akiwa amechukizwa sana. Familia ya Pacino ilitangaza msiba mkubwa ambao uliwasikitisha walioifahamu familia hii tajiri. Majonzi yalitanda kila kona ya jiji. Licha ya ukatili, lakini familia hii ilijificha kwenye mwavuli wa kusaidia wasiojiweza. Kabla ya mazishi ya Kathy, Ismail bwana alimfuata Isabella chumbani kwa kumwambia, nimempoteza dada yangu kwa sababu ya huyo mpenzi wako kwa zamani. Sitakuwa na huruma na Williams, nitahakikisha namuua. Atalipia kwa kifo cha Kathy, hilo na kuhakikishia, alisema kwa hasira sana.
ambayo iliyokuwa imejaa kifuani pake. Alimtikisa Isabela kwa maneno ambayo yalikuwa ni maneno mafupi, lakini yaliyokuwa yamejaa ujumbe mzito sana. Alipoondoka Ismay, Isabela alilia sana asijue anawezaje kumwokoa Williams kutoka kwa Ismay mwenye hasira. Maneno hayo yalikuwa na uzito mkubwa kwa Isabela, ambaye kwa kweli alibaki akiwa hana uwezo wa kuzungumza, akiwa amejaa hofu kwa usalama wa Williams. Alipoondoka Ismay, Isabela alizidiwa na majonzi. Machozi yalitiririka mengi sana usoni mwake, huku akijaribu kufikiria njia za kumlinda Williams. Mapenzi yake kwa Williams yalikuwa ni makubwa mno kiasi cha kuhitaji kulinda maisha yake. Lakini alihisi kujikuta kwenye mtego mgumu, huku akijua wazi kwamba Ismay hatakuwa na huruma hata kidogo. Baada ya siku 2, Kathy alizikwa kwa heshima kubwa kutokana na uzito na ukubwa wa familia ya Pacino, ambayo iliyojizolea umaarufu mkubwa sana. Jioni Bi Adela na Ismay wakafanya kikao kizito ili kuanza mpango wa kumnasa Williams, ambaye hawakujua kabisa kama wangempata wapi. Mabadiliko mengi yalianza kuonekana. Ismay aliweka ulinzi mkali sana nyumbani kwao, halafu ulinzi mwingine mkali akaweka nyumbani kwa mama yake Isabela, ili Williams asimfikie yeyote yule. Kikao cha jioni, yani jioni hiyo, kilihudhuriwa na watu 3 peke yake. Mmoja ni Bi Adela, mwingine ni Ismay, na mtu wa 3 alikuwa mwanasheria wa familia yao. Walichohitaji kujua ni kuhusu mali zilizo mikononi mwa Kathy. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuzirudisha mali zote za Kathy mikononi mwa familia ya Pacino. Ndio, nimeitika wito, Bi Adela, alisema mwanasheria huyo, ambaye alikuwa ni mzee kabisa mwenye mvi, mwenye sauti yake nyembamba hivi, aliyevalia mawani, akiwa ameshikilia kablasha mkononi mwake. Nataka kujua kila kitu kuhusu Kathy, mali na hisa za kampuni ya Pacino anazomiliki, alisema Bi Adela akionekana kuwa makini sana. Mwanasheria akawatazama kisha akawaambia, Kathy alizitoa mali zote kwa Williams, ambaye naye alizitoa kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. My God. Kauli hii sio tu iliwashtua Ismay na Bi Adela, bali iliwatikisa kabisa. Unasema nini wewe? Unajua hata unaongea nini, mpuzi? Ismay akapandwa na jazba. Akamshika shingoni mwanasheria na kumfanya akose hewa kwa sekunde kadhaa, hadi pale Bi Adela alipoingilia kati. Ismay, tunahitaji kufahamu kila kitu. Hatuwezi kushinda kwa kushikana shingoni. Unalijua lengo la adui aliye mbele yetu? Alisema Bi Adela kwa sauti ya juu, ambayo ilikuwa imejaa ukali. Ni ukali ambao uliokuwa umepitiliza, huku uso wake ukikunjamana sana. Ismay akamwachia mwanasheria, ambaye alishusha pumzi na kuzibeba sasa kwa kasi sana. Ismay alionekana kuchanganyikiwa zaidi. Uso wake ulikosa nuru, huku kijasho kikimtoka. Endelea. Ndio, nimekwambia endelea. Unaambiwa endelea. Akasema Bi Adela, akiwa anamtazama mwanasheria, ambaye sasa aliingiwa na hofu kubwa sana. Akameza mate kabla ya kuendelea, akiwa mwenye hofu sana. Kathy aliwahi kuja kwangu na kusema kuwa ameziweka mali zake mikononi mwa kijana mmoja anayeitwa Williams. Hakuhitaji familia yake mjue chochote kile.
alikabidhi kwa yule kijana kila kitu hadi hisa zake zote za makampuni. Alimalizia msumari mgumu sana ambao kwa kweli sasa ulichoma hadi moyoni. Ulikuwa umemchoma sana msumari huu, ulikuwa umemuumiza sana Bi Adela. Akajikuta akichoka na kulegea mwili mzima. Hii haiwezekani. Siwezi kukubali. Kuhusu mali sijali, lakini sio hisa za kampuni. Hawezi kumpa yeyote hisa zile. Ni mali ya Pacino. Unajua unachokisema mwanasheria? Unaelewa unachokisema? Aliuliza Bi Adela akiwa amechanganyikiwa huku akitamani sana kulia na kucheka kwa mara moja. Samahani Bi Adela. Sikuwa na jinsi kwa sababu ulikuwa ni uamuzi wake. Hakuonekana kama alikuwa amelazimishwa, ilikuwa ni hiari yake kabisa. Alikazia mwanasheria huku akiwa anawatazama kwa mashaka makubwa sana. Mwongo wewe mzee. Mwongo. Mama, mimi nilikwambia ni lazima tubadilishe mwanasheria. Lazima ulilazimisha abakie huyu. Mama, wewe mimi nakwambia tubadilishe mwanasheria, wewe unalazimisha kwamba abakie huyu. Unaona alichokifanya? Unaona sasa? Aliwezaje kukubali maamuzi ya kutoa hisa 54% kwa Williams bila kututaarifu sisi? Huu ni ubadhirifu. Na huyu anajua walipo Williams. Hapana shaka wanashirikiana lazima. Ismail alizidi kutoa maneno makali kwa mwanasheria ambaye aliyekuwa amebananishwa kitini. Tunaweza kufanya kitu. Kwa kuwa Williams ana kesi ya mauaji, basi tutabadilisha maamuzi hayo, itaonekana alimlazimisha. Itaonekana kabisa kwamba alimlazimisha Kathy kufanya hivyo kisha akamuua. Alisema Bi Adela huku akiweka uso wa matumaini. Ulikuwa ni uso wa matumaini makubwa sana kuwa walikuwa wamepata mahali pa kushikilia, lakini yule mwanasheria akawaambia kwa sauti ya utaratibu ambayo aliyokuwa amepangilia maneno vizuri kweli. Hisa zile hazipo mikononi mwa Williams tena. Naye aliziuza kwa mfanyabiashara mwingine ambaye siku sio nyingi atatangazwa kuimiliki kampuni ya Pacino kwa kuwa na 1% kubwa. Hatuwezi kufanya chochote kwa sasa, alisema kwa uoga pale. Lakini alipokuwa akiongea vile mwanasheria, basi Ismail akamtolea bastola mwanasheria. Zungumza ukweli. Zungumza ukweli, la sivyo nitapasua ubongo wako sasa hivi. Unajua ni nini maana ya zile 1% za hisa? Unajua maana yake? Moja kwa moja sisi hatuna tena sauti kwenye kampuni isipokuwa huyo mwanahisa mpya mwenye hisa nyingi kuliko si wote. Sisi tunabakia na 20% ambazo haziwezi kutosha. Hisa mikononi mwa Kathy ziliwekwa sababu yule ni mgonjwa wa kansa. Tulifanya ili kumfariji asisononeke siku zake za mwisho. Huyu mshenzi amefanya nini huyu? Ismail alikuwa akitetemeka mwili mzima. Kampuni ya Pacino ilikuwa ndio chanzo kikuu cha mapato na utajiri wao. Sasa ilikuwa chini ya mmiliki mwingine. Mwanasheria alibaki kimya kwa sekunde chache huku akitafakari maneno ya kusema ili kupoza hali ambayo iliyokuwa imejaa hasira na hofu. Macho ya Bi Adela yalikuwa yamejaa wasiwasi na Ismail alikuwa bado amemwelekeza bastola kwa ukali mkubwa mno. Ismail alikuwa bado amemwelekezea bastola huku akiwa anasisitiza sana kwamba aongee. Alikuwa akionyesha kabisa kwamba hana utani katika swala hili.
Hatimaye mwanasheria alizungumza kwa sauti ya chini. Naelewa kuwa mna hasira, lakini kwa sasa hatuna tena udhibiti wa 54% za hisa hizo. Williams aliziuza mara tu alipozipata. Na mmiliki mpya ameweka mipango mizito ya kudhibiti kampuni kwa 100% kamili ya hisa alizonunua. Bi Adela bwana alipigana na machozi yaliyotaka kumtoka, kinywa chake kikitetemeka. Huu ni usaliti. Tumekuwa tukijitahidi kujenga jina na mali hii kwa miaka mingi. Sasa kila kitu kimeharibiwa. Huyo mtu ni nani? Nani huyo aliyenunua hisa zetu hiyo? Ni nani huyo mtu? Mwanasheria alihema kwa kina kabla ya kujibu. Miliki mpya ni mfanyabiashara mashuhuri kutoka nchi za Asia. Mtu aliye na uwezo mkubwa wa kifedha na mwenye ushawishi mkubwa katika soko la kimataifa. Kwa bahati mbaya ana jina linalotambulika duniani. Na ameazimia kuimarisha jina lake kupitia kampuni hii. Kwa kweli si rahisi kumtishia au kumshawishi kubadilisha uamuzi wake. Ismay alibaki kimya, bastola ikitetemeka mikononi mwake. Mawazo ya hasira na kukata tamaa yalikuwa yakimzonga kichwani. Hakuwahi kufikiria kuwa siku moja wangepoteza kampuni ya Pacino. Mali walioitunza kwa urithi wa familia kwa muda mrefu sana. Hata hivyo, hasira yake sasa ilielekezwa kwa Williams. Kijana aliyemwona kama msaliti na adui mkubwa sana. Basi itabidi tumtafute Williams popote alipo, alisema Ismay kwa sauti ya kijasiri sana. Hatuwezi kuruhusu kijana huyo kutoroka na uamuzi uliosababisha janga hili la kwetu. Kwa kweli mwanasheria unapaswa kujua anapoishi na utaanza kumtafuta sasa hivi. Mwanasheria bwana alitikisa kichwa kwa huzuni sana. Bado sina taarifa sahihi za alipo, lakini nitaendelea kufuatilia. Lakini kumbukeni, hata tukimpata hatuwezi tena kubadili uamuzi wa uuzaji wa hisa. Ni lazima mkubaliane na ukweli kwamba hatuna tena udhibiti wa kampuni ya Pacino. Bi Adela alishika kichwa kwa uchungu sana. Akili yake ikizama katika mawazo ya machungu sana ya kupoteza kampuni. Mawazo ya kwamba maisha yao yote yalikuwa yamejengwa juu ya mali hiyo. Kwa kweli jambo hilo lilimletea huzuni na hofu kubwa sana. Alikumbuka jinsi ambavyo alivyopambana na kujitolea kuhakikisha mali hiyo inakuwa, lakini sasa ilikuwa imeporomoka kwa mikono yao. Katika hali ya kushindwa na kukata tamaa, Bi Adela alimgeukia Ismay, sauti yake ikiwa dhaifu lakini yenye msisitizo sana. Alianza kuongea akimwambia, Namo msikilizaji, karibu sana katika sehemu inayofuata. Sehemu hii hapa tulipofikia ndio mwisho wa sehemu hii ya simulizi yetu. Katika sehemu hii inayofuata basi ungana na mimi kwa sababu simulizi hii bado inaendelea. Tukutane katika sehemu nyingine. La msingi, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii. Ni wako BHB wa Makala Simulizi.